Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Basi nipende kualika kabisa katika kipindi kizuri cha leo, ikiwa kabisa ni sabato yetu njema kabisa ya pekee na ya furaha ambayo imeweza kutufikia tukiwa wazima kabisa, lakini pia tukiwa tumeamshwa salama kwa neema ya Yesu Kristo. Basi nipende kuwaalika wote ambao mnatufuatilia na wote ambao mlioko hapa. Leo tupo katika mazingira mazuri kabisa, kama unavyoyaona ni mazingira ya vijijini au mashambani, tukiwa katika mkoa huu wa Manyara huku. Tukiwa sehemu moja inaitwa Mbulu huku. Kwa hiyo basi nipende kuwaalika wote tuweze kufurahia sabato ya leo. Basi nipende kualika, tutasimama na wimbo namba 85 tukiwa tunafungua kipindi chetu kwa ajili ya kujifunza. Wimbo namba 85, salama tumepita. Basi karibuni. Salama tumepita safarini juma hii, tumwendee Mwokozi atubariki sasa. Siku hiyo ya raha, siku bora ya juma, siku hiyo ya raha, siku bora ya juma. Utupe nuru leo toka hazina yako, ondoa dhambi zetu, tupokee na pendo. Mikono ya pumzika, tuishi ndani yako. Mikono ya pumzika, tuishi ndani yako. Twakusanyika hapa, tusifu jina lako, ukaribie kwetu, tupe neema Bwana. Utamu tusikize, wa raha ya milele. Utamu tusikize, wa raha ya milele. Injili yako leo ishike wenye dhambi, itupe nguvu nyingi, iponye wenye shida. Mioyo yetu shangaza, vyakula utulishe. Mioyo yetu shangaza, vyakula utulishe. Basi tuweze kupiga magoti, tuweze kuomba. Basi tuombe. Baba yetu mwema, rafiki yetu mpendwa, asante kwa nafasi hii ya pekee na ya thamani katika maisha yetu
ambayo umeweza kutujalia watoto wako mpaka masaa haya, jina lako litukuzwe. Nasi twaja mbele zako tukiomba ulinzi wako kaweze kuwa pamoja nasi. Baba yetu, tusamehe tulipokosea wewe. Tunapoenda kujifunza neno lako Bwana, tunaomba uwe pamoja nasi, kuwa pamoja nasi tokea mwanzo wa kipindi hiki hata mwisho. Tunaomba tukiamini utakuwa pamoja na mtazamaji na msikizaji wetu, kwani tumeomba kupitia jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tumeomba na kuamini, amen. Basi nipende kualika wote tuweze kuwa pamoja katika kipindi hiki ambacho tunaenda kukiangalia asubuhi ya leo kuelekea mchana. Na wapendwa, nipende tu kualika katika somo hili zuri na tafakari hii ya pekee kwamba tunaishi dakika za mwisho karibu kabisa na kufungwa kwa historia ya ulimwengu huu. Na hivyo swali ni kwamba nimejiandaaje? Tumejiandaaje? Je, tumejiandaa kukutana na Bwana? Je, tumejiandaa kumlaki Yesu Kristo anapokuja mara ya pili? Pendwa, nataka nikwambie kwamba dalili zote zinaonyesha kwamba mwisho wa mambo yote uko karibu. Na wapendwa, tunachotakiwa ni kuanza kusahihisha tabia zetu ziweze kuendana na maelekezo ya Mungu ambayo amekwisha kutuelekeza. Na sabato ya leo ni sabato ya pekee sana ya kutafakari. Na tafakari yetu tutaenda kuangalia kwamba tumejiandaaje kwa kile kinachojia ulimwengu. Tumejiandaaje kwa kusahihisha tabia zetu karibu kabisa na kufungwa kwa mlango wa rehema. Na wapendwa, tunaona kabisa kwamba dalili zote zinaonyesha mwisho uko karibu, na swali kwamba tumejiandaaje katika matukio ambayo yanaendelea kutukia na matukio ambayo yanatimiza kabisa unabii wa Biblia ambao tumekwisha kuangalia. Mungu amekwisha kutufunulia katika kitabu kile cha Ufunuo. Kwa mfano tumetoka kuangalia tu hapa juzi ambapo unabii umeendelea kutimia, na Mungu amekwisha kutuelekeza kwamba kitabu cha Ufunuo ni kitabu ambacho tunatakiwa tujifunze sana dakika hizi za mwisho, kwa sababu kinafunua mambo yaliyopita, mambo yaliyopo na mambo yanayokuja. Kwa hiyo mpaka sasa tunaangalia kwamba utimizwaji wa unabii wa kitabu cha Ufunuo uko mbele yetu, lakini wengi kwa sababu hatupendi kusoma na hatupendi kutafakari, basi tunakuwa tunapitwa na haya mambo. Na kama juzi tulivyoona kwamba rais wa Marekani baada ya kumteka yule rais wa Venezuela, ni rais huyu, lakini anaenda kuchukuliwa kwenye nchi yake na nchi nyingine. Sasa hili jambo ni la kuchangaza na wengi wanaona kama mambo ya kawaida. Hebu nikwambie usione kawaida, na wale ambao hamtaki kuelewa matukio, basi nataka nikwambie usione kawaida. Sio kawaida rais amchukue rais mwingine kwenye taifa lake mwenyewe, taifa huru linalojitegemea. Hapa tayari utagundua kwamba huu ni unabii. Na wengi sasa hatuelewi kwamba hakuna jambo lolote ambalo litatendeka katika dunia hii ambalo halikuandikwa. Narudia tena, maana wengi wanafikiri kwamba hata unapowaza kuiba, wanafikiri kwamba hilo wazo umelitunga mwenyewe. Nataka niwaambie kwamba Biblia inapoeleza kwamba, hebu tukumbushane tu kitabu cha Mhubiri, kitabu cha Mhubiri. Biblia, unajua wapendwa, ipo wazi, inahitaji tu hekima ya pekee kabisa kutulia na kujifunza mambo haya. Yapo wazi sana na yameandikwa ili tuweze kusoma. Tunasoma kila siku lakini kwa sababu hatuna tafakari za kina, basi wakati fulani inatuia vigumu kuweza kuelewa. Katika kitabu cha Mhubiri, ngoja twende hapa, Mhubiri 1 mstari wa 9. Ngoja tufike hapo tuone kwamba hivi haya maneno huwa tunayasoma au tunayaelewa, tunayatafakari au tunayaelewa. Mhubiri 1 mstari wa 9 inasema, yaliyokuwako ndiyo yatakayokuwako, na yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka,
wala jambo jipya hakuna chini ya jua. Biblia inaposema hakuna jambo jipya chini ya jua, usifikiri kwamba wewe umewaza jambo fulani, kwamba umewaza kitu kipya. Nataka nikwambie, labda huwa uitafakari Biblia. Dhambi ambayo unaitenda leo ilikwisha kutendwa, wewe unafanya tu marudio. Hakuna dhambi utakayobuni utahisi kwamba hii ni dhambi mpya. Wazo unaloliwaza wewe limetoka tu kwa yule chanzo cha uovu ambaye ni Shetani mwenyewe, ambayo tunaona sasa hivi ni karibu miaka 6,000 ameudanganya ulimwengu. Karibu miaka 6,000 inakwenda kuisha kabisa. Sasa unaweza ukasema kuna jambo jipya. Hebu tumsikize mhubiri, fungu la 10 anasema, je, kuna jambo lolote ambalo watu husema juu yake, tazama ni jambo jipya? Mhubiri bado anatuliza kwamba je, kuna jambo lolote unaweza ukalifanya alafu bado ukasema hili ni jipya? Hebu tusikilize majibu anasemaje. Anasema narudia, fungu la 10 Mhubiri 1 mstari wa 10 anasema, je, kuna jambo lolote ambalo watu husema juu yake, tazama ni jambo jipya? Swali hilo. Alafu anajibuja anasema, limekwisha kuwako tangu zamani za kale zilizokuwa kabla yetu sisi. Umeona hicho kitu wapendwa? Umeona hicho kitu? Kwa hiyo tunaona kwamba hakuna jambo ambalo litakuwa jipya, kwamba halikuwahi hata kufikiriwa nyuma. Sasa tunaona kwa sababu Mungu ni Mungu ambaye tusome tena. Naona tukisoma tutakuwa tunakumbuka kitabu cha Isaya 46. Tukisoma haya mafungu tukayaelewa, nadhani tutamuelewa Mungu na hakuna jambo utakaloliwaza tutafikiri kwamba ni jipya, au dhambi ulioifikiria au unayoitenda au unayoifikiria unahisi haikuwepo. Ilikuwepo. Ukikaa tu kwa umakini utajua ilikuwepo. 46:9 anasema, kumbukeni mambo ya zamani za kale, maana mimi ni Mungu wala hapana mwingine, mimi ni Mungu wala hapana aliye kama mimi. Fungu la 10, nitangazaye mwisho tangu mwanzo na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado, nikisema shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Umeona hicho kitu? Mungu ni Mungu ambaye anatazama mwisho tangu mwanzo. Kwa nini ameanzia mwisho? Kwa sababu Mungu anaona yote. Yaani kwa mfano, mpaka sasa hivi Mungu alikwisha kuona jinsi dunia itakavyokuwa mpaka mwisho wake. Na ndio maana kama utakumbuka, ngoja niwakumbushe jamani, ili tuweze kujua tunahitaji kujiandaa. Tuliangalia katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, sura ile ya 1. Naomba haya maneno tukiyarudia huenda yatakaa katika akili zetu ili tuweze kuelewa. Sasa kwenye sura ya 1 ukurasa wa 13, wenye vitabu vidogo kama hiki, lakini wenye vitabu vya Kiingereza ni ukurasa wa 22. Sura tu ile ni ya 1 ya kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, nasema Mungu pamoja nasi. Anasema hivi, mpango wa ukombozi wetu si wazo lililokuja tu baadaye, eti ukiwa mpango uliowekwa baada ya anguko la Adamu. Ulikuwa ni ufunuo wa ile siri iliyositirika tangu zamani za milele. Hicho ni kitabu cha Warumi 16:25, kwamba kulikuwa na siri ambayo ilikuwa imesitirika tangu zamani za milele. Ni siri gani hiyo? Shetani alipoasi tu kule, sio alipoasi, yaani wazo tu lilipoingia ndani yake akataka kudhihirisha uasi wake, Mungu tayari alijua. Na Mungu alipoona tu uasi wa Shetani tayari akaona mpaka mwisho. Tutaenda kusoma hapa. Yaani Mungu aliona wakati huo, wakati malaika hawafahamu chochote. Na ndiyo maana uasi wa Lucifer mbinguni ilikuwa ni tishio kubwa sana, kwa sababu Mungu alitazama mpaka mwisho akaona jinsi dhambi ambavyo ingeleta madhara. Kwa hiyo tatizo la dhambi Mungu aliliona ukubwa wake hata kabla sisi hatujaumbwa, hata kabla mwanadamu hajaumbwa bado. Hata malaika hawakuelewa. Na ndiyo maana ukitaka ujue tatizo la dhambi, angalia kwenye suluhisho lake. Iligharimu maisha ya Kristo, maisha ya Yesu ambaye anafanana na Mungu.
ambaye anajua kina cha upendo wa Mungu, ambaye anajua jinsi gani Mungu anavyoichukia dhambi, huyu tu ndiye angeweza kuturejesha tena kuweza kumfahamu Mungu. Sikiliza. Kwa hiyo anasema ulikuwa ni ufunuo wa kanuni ambayo imekuwa msingi wa kiti cha enzi cha Mungu milele zote. Anasema tangu mwanzo. Sasa hapa ndio sikia. Hapa nataka nikuonyeshe kwamba niko kwenye pointi kwanza. Kumbuka somo ni je, tumejiandaeje kwa haya yanayotukia? Tumejiandaa kwa namna gani weza kusaisha tabia zetu zifanane na tabia ya Kristo? Sasa hapa nipo kukuonyesha kwamba kila tendo linalotukia katika ulimwengu huu sio ni jambo jipya, yalikuwako. Sisi tunarudia tu, na kimsingi tutaona hata kwenye mpango wa ukombozi kwamba yani Yesu alikuja kuanzia pale mwanadamu alipoangukia, na lengo la Yesu kupasaisha ni kwamba shetani hana njia mpya, isipokuwa madanganyo yake ni yale yale, ila atayaweka tu kwa namna tofauti, ila ni yale yale. Kwa hiyo ni sawa tu kwamba alimtumia nyoka pale bustanini Edeni, leo hawezi kumtumia nyoka, kwa sababu shetani anabadilika au anajibadilisha ili aendane na nini? Na ulimwengu unavyoenenda. Kwa hiyo kama wakati wa zamani nyoka alikuwa alikuwa anafurahi kabisa tu na wanyama wengine, alikuwa anafurahi pia na kina Adamu na Hawa. Kwa hiyo sio kwamba kina Adamu na Hawa walikuwa wanamuogopa nyoka, hapana. Kwa hiyo Hawa hata kukutana na nyoka ilikuwa sio kitu cha kuogopa wala kushangaza, maana hakukuwa na utisho wowote. Kwa hiyo Lucifer aliweza shetani, maana baada ya kuasi alibadilishwa jina akaitwa, baada ya kuasi alibadilishwa kutoka Lucifer akawa shetani. Kwa hiyo shetani akamtumia nyoka. Swali, je, leo shetani anaweza akamtumia nyoka tena? Kwanza wewe mwenyewe tu unajua kwamba ukimuona tu nyoka unakimbia tayari. Yaani tu hata shetani akianza kumtumia nyoka ili aongee na wewe, kwanza tu ni kitu cha ajabu. Kumuona tu ni ajabu, unakimbia. Sasa leo kuongea, si ndio itakuwa hatari zaidi? Kwa hiyo hawezi kutumia tena nyoka leo. Leo anaenda kutumia kile ambacho hatudhani kwamba shetani anaweza kutumia kutudanganya. Sikiliza kwa umakini, narudia tena sentensi hii. Alitumia nyoka wakati ule, leo hawezi kutumia nyoka. Leo atamtumia rafiki yako ambaye unaweza ukakutana naye hata mkaongea. Anaweza akamtumia mume wako, mke wako, mtoto wako, ambaye wewe hutadhani kwamba shetani anaweza akamtumia huyo. Anaweza kumtumia mwalimu wako, mchungaji wako, wale ambao wewe huwezi ukadhani kwamba huyu anaweza kunidanganya, lakini kumbe shetani kupitia huyo ndiye anakudanganya. Kwani leo hatujaona wangapi watoto au mabinti wanadanganywa na watoto wa kiume? Kwani wanadanganywa kwamba ni kitu cha kuogopesha? Si anakuja anakutana kabisa, mbona huyu ni ndugu yangu, mbona ni jirani yangu, mbona ni rafiki yangu, mbona huyu ni shemeji yangu kabisa, lakini huyo ndio anaenda kufanya uharibifu mkubwa. Sikiliza. Kwa hiyo shetani leo hatatumia kama alivyotumia ule muda, isipokuwa madanganyo ni yale yale, ila anabadilisha tu staili ya kumfikia yule ambaye anakusudia kumdanganya. Sikiliza. Anasema ulikuwa ni ufunuo wa kanuni ambayo imekuwa msingi wa kiti cha enzi cha Mungu milele zote. Sasa hii ndio sentensi ambayo naenda kuisoma hapa, ambayo natamani tuielewe. Tangu mwanzo Mungu na Kristo. Mungu na nani? Na Kristo. Wangapi hawa? Wawili. Mungu na Kristo walijua kuhusu kuasi kutakakotokea kwa shetani. Kumbe Mungu hata tu kule kuasi kutakakotokea kwa shetani Mungu alijua. Sasa Mungu alivyojua, kumbuka Mungu halazimishi dhamiri. Narudia tena hapa, maana wengi wanaweza wakajaribiwa kusema kwamba sasa kwa nini Mungu asingezuia? Sikiliza, upendo wa Mungu haulazimishi dhamiri.
Yaani Mungu alivyotuumba, alivyowaumba malaika, hakuna malaika aliyeumbwa ambaye angeendeshwa kwa kulazimishwa. Utawala wa Mungu ulikuwa ni utawala ambao lazima hawa viumbe wake wamwabudu kutokana na uhiari wao wenyewe, na sio kwamba anawaongoza kwa mabavu, ila wanampenda kwa sababu wameona ni Mungu mwenye upendo, wameona kweli Mungu anatupenda. Kwa hiyo upendo wake unawavuta wao kuweza kumwabudu Mungu wao, na hii ndiyo kanuni ya Mungu milele zote. Tutaenda kuangalia. Kwa hiyo utaweza kuangalia kwamba Mungu alipoona kwamba kuna hiyo hali, Mungu asingeweza kumlazimisha huyu kiumbe ambaye alianza kuona tayari ameanza kubadilika, asingeweza kumlazimisha, kwa sababu kulazimisha sio kanuni ya Mungu. Narudia tena, kulazimisha sio kanuni ya nani? Sio kanuni ya Mungu. Kwa hiyo Mungu asingeweza kumlazimisha Lucifer. Sikiliza, ndio maana anasema tangu mwanzo Mungu na Kristo walijua kuhusu kuasi kutakakotokea kwa Shetani na anguko la mwanadamu. Umeona? Yaani Mungu macho yake aliona mpaka kwa mwanadamu, akagundua kwamba hili tatizo litaenda kuleta, ikikumbuka 46 Isaya mstari wa 9 na wa 10, tumeangalia kwamba Mungu anaona mwisho tangu mwanzo. Maana yake alipoona mwanzo wa dhambi ya Shetani, tayari aliona mwisho wake. Hapo umeanza kuielewa Biblia sasa. Sasa sikiliza, maana yake hapo utakuwa na swali sasa, Mungu angejua? Anajua, kwa sababu ameshatuambia kwamba yeye anaona mwisho tangu wapi? Tangu mwanzo. Sikiliza, kwa hiyo anasema hivi, anasema na anguko, narudia tena, tangu mwanzo Mungu na Kristo walijua kuhusu kuasi kutakakotokea kwa Shetani na anguko la mwanadamu kwa sababu ya nguvu ya madanganyo ya mwasi huyo. Mungu hakukubali kwamba dhambi iwepo, lakini aliona kwa mbali kwamba itakuwepo na akaweka utaratibu wa namna ya kukabiliana na tishio la kuibuka kwa dhambi. Umeona hicho kitu mpendwa? Kwa hiyo kuibuka kwa dhambi kulikuwa ni tishio kubwa mno, na hivyo Mungu aliona hiki kitu, aliona jinsi uharibifu utakavyotokea. Mungu aliona jinsi uumbaji wake, dunia ambayo alikuwa amekusudia kabisa kuiumba, kwa sababu ilikuwa ni mpango wa Mungu, lazima utekelezwe. Lakini kukabiliana na hili tukio, lazima Mungu aandae mpango wa kuweza kukabiliana nalo. Lakini pia Mungu, kwa sababu ni Mungu ambaye halazimishi, lazima amwache Shetani kwa yale aliyokusudia, kwa sababu alichokusudia ni amedhamiria. Lakini pia na mwanadamu aje kuona kile ambacho Shetani alikuwa amekikusudia, kwa sababu wengi hatujui kwamba, au tuna maswali kwamba kwa nini Mungu hakumuua Lucifer, yaani Shetani, baada ya kuasi? Kwa nini Mungu hakumuua? Nataka nikwambie, sio tabia ya Mungu. Mungu kama angelimuua Shetani, malaika wale wengine wangelimuona Mungu kama katili, wangemuona Mungu sio, hana upendo, wangemuona Mungu kama hawapendi. Na ukumbuke Lucifer alipoasi akawa Shetani, utakumbuka kwamba alianza kuwadanganya au kuwashawishi malaika wengine kwamba Mungu ni katili, Mungu ni dikteta, Mungu ana upendeleo. Sasa madai haya yangekuwa ya ukweli kama Mungu angetekeleza hilo ambalo wanadamu leo huenda tunaliwaza. Na kwa sababu Mungu anajua mawazo yetu, yote hayo anayafahamu. Kwa hiyo atatusaidia tu mpendwa, kama tunahitaji kuelewa. Sasa sikiliza, kwa hiyo tatizo hili lilikuwa ni kubwa. Kwa hiyo kitu gani hapa kinaendelea kusema? Upendo wake kwa ulimwengu ulikuwa mkubwa sana kiasi kwamba aliweka agano la kumtoa mwana wake wa pekee, ili kwamba kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Upendo wa Mungu kwa sababu ni mkubwa, na hivyo sasa akamtoa mwana wake wa pekee.
mwana wake mzaliwa wa pekee, ili sasa kila atakayemwamini asiweze kupotea, asiweze kuingizwa katika tatizo hilo, ili aweze kuokolewa. Sasa sikiliza, wengi tunafikiri kwamba mambo yanayotukia ulimwenguni yametukia tu kama ajali. Ndio niko kwenye kuelezea hiyo pointi. Nimekuonyesha hapo tu kwamba chochote kinachotukia sio kwamba Mungu akiona. Ikiwa aliweza kuona uasi huu ambao ndio mwanzo wake kabisa na akaona mwisho wake, iweje leo wewe unachokifikiria? Mungu anajua hata kile wewe unachokiwaza kitandani mwako. Umelala peke yako, unawaza kitandani mwako, Mungu anajua. Wewe unawaza kwenda kuiba, Mungu sio kwamba alikuwa hajui, anajua kabisa, ila tu ametuonyesha upendo wake ili tuweze kuutazama. Tukisha tazama tuvutwe na upendo, tuachane na yale tunayokusudia. Sasa iko hivi, wengi katika matukio yanayotukia wanafikiri kwamba ni matukio tu yanatokea kama ajali. Wapendwa, hayatokei kama ajali. Kila tendo unalolitenda limeandikwa, ni unatimiza unabii. Ngoja niweke vizuri. Yaani kwa mfano, wewe unawaza kuzini. Kuzini kulishaandikwa na kulishaonekana kwamba watu watazini. Sasa kama Mungu alijua watazini, watachagua kuzini, maana yake alikuwa ameshaona, lakini amewawekea kitu ambacho watakiangalia. Kama watakubali kuvutwa na kile kitu, waachane na kuchagua kile kitu. Kwa hiyo Mungu hawezi kusimama upande wa kumlazimisha mtu, ila atasimama upande tu wa yule atakayekubali au atakayewiwa kuelewa upendo wake, basi aweze kumvuta, aweze kumkinga na hila au njama za Ibilisi ambazo zenyewe zinakusudia uovu. Sasa kwa mfano, haya matukio yanayotukia, watu wanafikiri kwamba yametukia tu kama ajali. Kwa mfano, hilo tukio la rais wa Marekani kwenda kumchukua rais wa Venezuela, watu wanafikiri tu limetukia kama ajali, kwamba halikuwa katika unabii. Nataka nikwambie, haufahamu unabii, kwa sababu hili tukio ni la kuonyesha kabisa jinsi gani utawala wa Marekani umekwisha kutabiriwa kwenye unabii. Na ndio maana video iliyopita ambayo tumekwisha kuiangalia, tuliangalia jinsi gani kwamba katika kitabu cha Ufunuo, ngoja twende hapo katika kitabu cha Ufunuo. Katika kitabu cha Ufunuo 13, Biblia imekwisha kuelekeza haya. Alafu wapendwa, wengi hatutafakari unabii huu, lakini uko wazi sana. Ufunuo 13 ni sura ambayo inaonyesha utawala wa upapa na utawala wa Marekani. Utagundua kwamba utawala wa Marekani kwenye Ufunuo 13 wenyewe unaanzia mstari wa 11. Hebu tusome tu vizuri, maana kuna watu pia huwa watafakari hapo. Basi kwa neema ya Kristo tutasaidiana. Ufunuo 13:11, sikiliza, inasema hivi. Maana Ufunuo 13 mstari wa kwanza hadi wa 10 inaelezea utawala wa upapa, alafu 11 mpaka mwisho inaelezea utawala wa Marekani. Sasa sikiliza utawala wa Marekani anasemaje. Fungu la 11 anasema, kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana kondoo, akanena kama joka. Huu ni utawala gani tuliangalia? Tuliangalia ni utawala wa Marekani. Utawala wa Marekani anasema una pembe mbili mfano wa mwana kondoo, na tukaangalia taifa la Marekani kweli ni taifa ambalo lilikuja na sera za aina mbili. Ukiliangalia hata picha yake tu inaonekana kama ina pembe mbili kweli, lakini pia ukiangalia kuna Amerika ya Kusini na Amerika ya Kaskazini. Yani yote haya yanaendana, yako vizuri kabisa. Kwa hiyo utagundua kwamba ukitazama vizuri Marekani imeonyeshwa hapa kwenye Ufunuo, kwa sababu kulikuwa na jamhuri lakini ilikuwa na Kiprotestanti. Utagundua kwamba ni sifa zile zile mbili
ambazo zinaendana na hili taifa. Lakini anasema lilikuwa na mfano wa mwana kondoo. Ni taifa ambalo lilikuwa ni pole, ni taifa kama lilitetea uhuru wa dini, lakini ni taifa ambalo Biblia inasema kwamba linaenda kunena kama nini? Kama joka. Joka ni nani wapendwa kwenye Biblia? Joka ni Shetani. Kunena kama Shetani maana yake nini? Kukataa sera zake za kwanza za kutetea Ukristo, kumtetea Yesu, kutetea masuala ya uhuru wa dini, uhuru wa dhamiri. Hapo sasa nikukumbushe uhuru wa dhamiri. Unajua uhuru wa dhamiri maana yake nini? Waingereza wanaita ile wapi? Liberty of conscience. Yaani ile uhuru wa dhamiri. Yaani mtu anakuwa anatenda kitu kwa uhuru. Hapa ndio msikilize sasa, kwa nini Marekani iwe kama joka? Unapozungumzia kuwa kama mwanakondoo, maana yake ni kwamba taifa la Marekani lilikuwa halilazimishi watu kusali au kuabudu kile wao wanachokiona. Na ndio maana ukiangalia taifa la Marekani lilivyoanzishwa, ilikuwa ni kwamba watu wa Mungu walikimbia kutoka bara la wapi? Ilikuwa ni bara la wapi hili? Bara la Ulaya Yes. Ambako walipokimbia kutoka kule wakakimbilia taifa la Marekani. Kwa nini walikimbia kutoka kule? Lazima ujue sababu pia. Walikimbia kutoka lile bara kwa sababu walikuwa wanalazimishwa kuabudu siku moja tu. Umeona hicho kitu? Na nani yuko katika upande wa kulazimisha? Ni Shetani, kwa sababu Mungu hana ibada ya kulazimisha. Mungu hajawahi kumlazimisha mtu. Kwa hiyo utagundua kwamba Shetani ibada yake ni ya kulazimisha. Sasa utagundua kwamba kama Shetani ibada yake ni ya kulazimisha, watu wa Mungu wale wa Protestanti wakakimbia kutoka Ulaya wakaja wapi? Amerika. Na ndio maana kwenye historia unasoma kwamba mtu wa kwanza kukimbia katika bara la Amerika au kujua taifa la Marekani ilikuwa ni miti mirefu, ilikuwa ni msitu mapoli. Wakaona ni nchi nzuri ambayo wanaweza wakafanya makimbilio. Na ndio tukagundua kwamba huyu mtu aliyekuwa anaitwa Christopher, baadaye akaitwa Christopher Columbus, ndiye alikuwa mtu wa kwanza kwenda kwenye bara la Amerika. Tayari akaona ni nchi ambayo wanaweza wakawa pale na wakamwabudu Mungu kwa uhuru. Umeona hicho kitu? Maana yake sasa, kwa sababu Mungu sio Mungu wa lazima, sio Mungu wa kushurutisha. Mungu ni Mungu wa uhuru. Mungu ni Mungu wa liberty of conscience. Wewe unamwabudu yeye kwa wewe mwenyewe kupenda, sio yeye kukulazimisha. Umeona hichi kitu? Sasa taifa la Marekani lilikuwa ndio lina sura hiyo, lilikuwa na tabia hiyo, ilikuwa na picha hiyo. Ndio maana halikulazimisha watu kusali siku moja, halikulazimisha watu wafuate maelekezo yake. Ndio maana lilionekana ni taifa lenye mfano mwana kondoo. Lakini swali, Biblia inaeleza likanena kama joka. Kwa nini kunena kama joka? Nani mwenye sifa hizi? Joka ana sifa gani? Shetani. Shetani ana sifa ya kulazimisha. Kwani hatukusoma kwenye Pambano Kuu? Hatukusoma kwenye Pambano Kuu wapendwa? Ngoja tuone nani ana sifa ya kulazimisha. Nani ana sifa ya kulazimisha? Katika kitabu cha Roho ya Unabii tutaenda kuona kwamba nani ana sifa za kulazimisha. Kitabu ni cha Pambano Kuu, sura ile ni ya, ngoja tuone hapa, sura ya 36 inayosema mapambano yaliyo karibu sana. Sura ya 36 ukurasa hapa Kiswahili wenye vitabu vidogo hivi ni ukurasa wa 489 aya ya mwisho kabisa, mwisho ya pili kutoka mwisho, lakini Kiingereza ni ukurasa wa 591 aya ya pili. Sasa sikiliza anachokisema hapo. Anasema hivi, kamwe Mungu halazimishi utashi au dhamiri. Umeona? Roho nabii anachokisema, kamwe, narudia tena, kamwe Mungu halazimishi utashi au dhamiri, lakini Shetani daima hutumia ulazimishaji wa kikatili ili kuwapata wale ambao hawezi kuwashawishi na kuwavuta kwa namna yoyote. Anajitahidi kutawala dhamiri na kujipatia heshima kwa kutumia hofu na nguvu. Umeona? Kwa hiyo mtagundua kwamba
Shetani yeye anatumia lazima. Yaani shetani ukikataa kwenda, yeye anakulazimisha hata kwa viboko. Na ndio maana shetani akikushindwa kudanganya danganya, amekushawishi jamani, amuoni hata yanatokea katika mazingira hata wanafunzi huko Shetani akimshawishi mwanafunzi kwa kumbembeleza, anakataa, anamwambia takupa adhabu, nitakupa viboko. Au unakuta darasa hilo labda unakuta kuna mwalimu anapenda binti fulani. Akisha penda binti fulani utagundua kwamba akikataliwa anabidi atumie nguvu. Kwa hiyo mtakuta mnapigwa sana lile darasa Si unajua hicho kitu mnakijua na imani mnakijua. Au huko chuoni labda lecture amempenda binti fulani akikataa, yule binti atabidi awe anapewa shida nyingi Kama ni sapu basi atakuwa anapata za kutosha, si ndio? Yani kwenye kukose, nadhani umeelewa, tumepata picha na imani wengi mnaelewa haya mambo. Sasa yani maana yake ni kwamba shetani akishindwa kukushawishi kwa kukubembeleza, mwisho wa siku atatumia nguvu. Umeona kwa Hawa alimpata kwa kubembeleza, alimuweza kwa kubembeleza. Kwa hiyo akikuweza kwa kukubembeleza, haina haja ya kutumia nguvu. Ila akishindwa kukupata kwa kubembeleza, ndio hii haya hapa tuliyoisoma ambayo inatuambia kwamba shetani akishindwa kukupata kwa kukubembeleza, anatumia nini wapendwa? Anatumia nguvu. Haya, narudia tena. Anasema kamwe Mungu alazimishi utashi au dhamiri, lakini shetani daima hutumia ulazimishaji wa kikatili ili kuwapata wale ambao hawezi kuwashawishi na kuwavuta kwa namna yoyote. Na hii ndiyo tabia ya shetani ambayo anaenda kuikamilisha kabisa mwisho. Na ndiyo maana utaanza kuona sasa Marekani, taifa la Marekani sasa hivi linatumia ushawishi. Yaani kwa mfano muungano wa dini na serikali inatumia ushawishi. Kwa sasa hivi nashawishi kumbuka kwani kuulize swali. Hivi ni taifa gani ni la kishawishi sana duniani? Bila shaka hutokwepa kusema Marekani. Kwa sababu Marekani ni taifa lenye ushawishi, na ndiyo hii hali, msikilize wapendwa, mnaona hii hali inayotokea sasa hivi. Marekani inajenga picha ambayo watu watakuja waone, waige Marekani. Kwa mfano, mmeona hata hii picha ya rais huyu kuchukuliwa na rais. Unafikiri imejenga picha gani kwa mataifa yenye nguvu kwa wale ambao hawana nguvu? Yaani maana yake kwamba wewe huyu akikusumbua unaweza beba peleka. Ndiyo picha inayoonyeshwa, na mataifa mengi yataanza kuiga. Na ndiyo maana unapoambiwa amri ya Jumapili, utaenda kuona amri ya Jumapili, maana yake ni kwamba kuna mataifa yataanza kulazimisha kwa sababu tayari yamekwisha kuiga. Kwa mfano sasa hivi utaona kwamba taifa la Marekani, kwa nini litanena kama joka? Kwa nini likuwa lina uhuru wa dhamiri? Watu wanaabudu kama vile wanavyotaka. Kumbuka uhuru wa dhamiri maana yake mtu hata kama anaabudu jiwe, abudu jiwe. Kama anaabudu nyoka, abudu nyoka. Kama anaabudu Mungu, amwabudu Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo yani ndio maana ya dhamiri, yani chagua kile unachokipenda. Ndio maana ya kutetea uhuru wa dhamiri. Na ndio maana hili taifa lilikuwa jamhuri. Republicanism. Sasa utagundua kwamba kunena kama joka ni kuanza kukataa sera zake za awali na kurudi kwenye sera ya kulazimisha. Yaani kimsingi itatoka kwenye uhuru wa dhamiri, itaingia kwenye dictatorship. Itaingia kwenye utawala wa kulazimisha, utawala wa mabavu, utawala wa kulazimisha. Sasa hii ndiyo tabia ambayo sasa hivi tunaona Marekani inaanza kuiunda kwa namna kubwa zaidi. Sasa wengi wanapoyaona haya wanafikiri yametokea. Haijatokea wapendwa, ni unabii. Sikiliza, na kitu hapa anachosema wanatumia, cha kwanza ni hofu au nguvu. Na anasema ili kutimiza hili anatenda kazi kupitia vyote. Nini na nini? Sikiliza, utasoma mwenyewe hapa utaona. Anasema anatumia nini?
kupitia vyote mamlaka za dini na serikali huzisukuma kulazimisha sheria za mwanadamu zisijali sheria za Mungu. Umeona mpendwa? Kwa hiyo shetani anachoenda kutumia hapa ni anaenda kutumia serikali. Kumbuka, narudia tena hapa, anaenda kutumia mamlaka za dini na serikali. Kwa hiyo mamlaka za dini, na sasa hivi tunajua utawala wa Marekani unafanya kitu gani? Kwenye Ufunuo, sikiliza, kwenye Ufunuo 13 haya mstari wa pili anasema, mstari wa 12 anasemaje? Anasema Ufunuo 13:12, naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake. Mnyama wa kwanza nani? Upapa. Kwa hiyo utawala wa Marekani unatumia upapa. Hivi mnafikiri kuchukua taifa lingine na kuliangusha au kumchukua kiongozi, jamani, hii tabia ni ya nani? Unajua, utakuja uone kwamba tabia ya unajua, tuliwahi kujifunza siku moja, sawa, kwenye Ufunuo 13 the image, atawaambia wale wakao juu ya nchi. Hebu ngoja tutafika huko. Ilikuwa ni fungu la ngapi? Kwenye fungu la 15 anasema, akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama nataka pale kumfanyia sanamu. Ngoja, kumfanyia sanamu, tuanzie mstari wa ngapi? Wa 14 anasema hivi, naye wakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Kumfanyia sanamu, kumfanyia sanamu maana yake nini? Sanamu tuliangalia, Biblia ya Kiingereza inatumia neno image. Image maana yake ni taswira. Taswira maana yake ni mfanano. Maana yake utawala wa upapa, picha yake halisi itatendwa na Marekani. Umeona hicho kitu? Na utawala wa upapa, utakumbuka mwaka wa ngapi huko nyuma, kwenye Danieli 7 mstari wa 25. Danieli 7 mstari wa 25 uliangalia kwamba naye ataazimu kubadili majira na nini na nyakati, nao watatiwa wapi? Tuliona kwamba kuna tawala tatu mwisho pale zilikuja zikavunjwa, si ndio? Ngoja twende Danieli 7, ngoja twende hapo. Unajua tukisoma ndio itaeleweka vizuri. Kitabu ni cha Danieli, Danieli 7, tufike hapo Danieli 7 tuone anasema nini hapo. Kimbia hapo Danieli 7 mpendwa, tuone kwamba upapa ulifanya kitu gani na Marekani itakuja ifanye hivyo hivyo. Sikiliza Danieli 7 mstari wa 20 na ngapi? Na 5. Haya, lakini tuanzie mstari wa 20. Tuanzie mstari wa 20. Danieli 7:20 anasema, na habari za zile pembe 10 zilizokuwa kichwani mwake na ile pembe nyingine iliyozuka ambayo mbele yake zilianguka pembe 3, yaani pembe ile yenye macho na kanwa lililonena makuu, ambayo kuonekana kwake kulikuwa hodari kuliko wenzake. Anasema, na nikatazama na pembe hiyo ilifanya vita na watakatifu ikawashinda. Kwa hiyo hapo utaona kwamba kuna pembe iliyoibuka. Ile pembe ilipoibuka, tunakumbuka kwamba ni utawala wa upapa, ambao utawala wa upapa ulipoibuka zikaangushwa pembe 3. Maana yake mataifa matatu yakaanguka. Mtakumbuka kwenye yale mataifa ya Heluli, Vandals na Ostrogoth, mtakumbuka kwamba yaliangushwa. Yaliangushwaje na utawala? Maana yake utawala unaweza kuangusha mataifa. Naanza kuangalia picha yake ipo katika utawala wa Marekani. Unajua wapendwa, sio kitu kidogo kwenda hivi, kwenda kumchukua rais na kumpeleka huko, wewe mwenyewe unampeleka unakotaka. Maana yake ni sawa na kuchukua nchi. Ni sawa na kuchukua nchi wapendwa. Kwa sababu ukisema unamchukua rais, na rais ni amiri jeshi. Amiri jeshi maana yake ndio kiongozi wa majeshi. Sasa kama umeweza kumbeba kiongozi wa majeshi, umebeba taifa. Wapendwa, hapo hatuoni hiyo picha. Hii picha iko hivi, mnakumbuka kwenye Wafilisti yule nani yule Goliati. Goliati alijitokeza kama mkubwa wa Filisti. Maana yake ilikuwa ukimuua Goliati tayari umewaua na wengine.
Na ndio maana tunaona kwamba Goliathi alipouawa tayari Wafilisti walikuwa wameshindwa. Kwa hiyo unapoona picha ya hivi vitu ni kwamba hivi vitu sio jambo la nadharia, ni jambo la uhalisia. Kwa hiyo utawala wa Marekani unachukua ile picha yote ya utawala wa upapa. Sio tu picha, uwezo wote wa utawala wa upapa. Utawala wa upapa ndio unaopatia nguvu. Hebu tuone, na Ufunuo inaeleza vizuri. Ufunuo inaeleza vizuri hapa wapendwa, ikieleza vizuri lazima tutafakari haya. Kwa hiyo wapendwa, haya yanapotukia sio tu kama ajali, usiaone kama ajali, no, ila tuone utimizo wa unabii wa Biblia. Na tunapothibitisha haya kupitia unabii wa Biblia, maana yake imani zetu zinakuwa zinajikita zaidi kwenye kuamini kwamba neno la Mungu halikosei na neno la Mungu ni amini, ni hakika. Sasa kuna nukuu nadhani tumesha zisoma zinasema kwamba, je, tusubiri kwamba mpaka utimizo wa haya mambo yani yatimie ndipo tuamini? Kama sasa hivi, maana kila tunachokitenda ni utimizo wa unabii. Kama kila tunachokitenda ni utimizo wa unabii, maana yake ni kwamba yanapotokea tunatakiwa tuhakikishiwe zaidi. Kwa mfano, yani tumeona, sio kwamba imani yetu itakuwa kubwa zaidi kwa sababu tumeshuhudia kumbe Yesu alichotuambia ndicho hichi. Ni sawa na Yesu aliwaambia watawatenga na masinagogi. Sasa wametengwa na sinagogi, unategemea si tayari waone kwamba Yesu alisema tutatengwa na masinagogi? Kwa mfano hata sasa hivi angalia mtu anayejua na asiyejua. Ambaye anajua atafanyiwa hiki huwa ni mwepesi kubaki kwenye imani kuliko asiyejua. Nakupa mfano. Yaani kwa mfano, wengi wanapojiunga na kanisa la Wasabato, wasipojua kuna uasi mkubwa au kuna kusalitiwa ndani hata na watu ambao unafahamiana nao au watu ambao wanajiita Wasabato au viongozi wa Kisabato, huyu mtu akifikia tu akafanyiwa vile hajui, ni mwepesi kukata tamaa kuliko ambaye alikuwa amekwisha kutahadharishwa kwamba unaenda huku ndio, lakini huku unakoenda ujue kuna 1 2 3 4. Kwa hiyo utakapoyaona ujue kwamba nilikwisha kukwambia. Kwani hayo sio maneno ya Kristo? Yohana 16. Yohana 16. Yohana 16 mstari wa kwanza asema, maneno hayo nimewaambia msije mkachukizwa, watawatenga na masinagogi. Naam, saa yaja atakapodhania kila mtu awauaye ya kuwa anamtolea Mungu ibada. Fungu la 3, na hayo watawatenda kwa sababu hawakumjua Baba wala mimi. Fungu la 4, lakini nimewaambia hayo ili makusudi saa ile itakapokuja myakumbuke ya kuwa mimi naliwaambia. Sikuambia hayo tangu mwanzo kwa sababu nalikuwapo pamoja nanyi. Umeona? Kwa hiyo Yesu aliwaambia ili yatakapotukia wajue kwamba aliwaambia. Kwa hiyo kuna unabii Mungu ametuambia utakapotimia, tutakapouona ndipo tujue kwamba alituambia. Je, kuna umuhimu wa kujifunza? Yes. Sasa kuna watu unabii unapotimia unawaeleza, ona haya, wanakwambia nyie mmekuwa watu wa matukio tu. Mmekuwa tu watu wa matukio. Sijui mmekuwa watu wa nini. Mpendwa, nataka nikusii, waombee tu, maana hawajui wanalolisema, hawajui. Haya mambo ambayo yanatukia haya ni ya kutuamsha. Sasa utakuta mtu ukihubiri matukio hataki. Ukienda kusema tena Yesu amekaribia kuja, sio muda mrefu angoja, nakwambia mnapanga muda na tarehe. Yaani wapendwa, watu ambao hawajajiandaa tu, ni kuombeana tu Mungu atusaidie, kwa sababu shetani yani yeye kila sehemu ataweka tu shida. Lakini unakuta kwamba hao watu wanaosema hivi wamefanya jitihada gani kuandaa watu kusimama katika matatizo yanayokuja? Ni sawa na watu ambao hawahubiri tokeni mijini, ni kwa sababu wao wenyewe wana mpango wa kutoka kule. Huwezi ukawahubiri watu watoke mijini ili hali wewe mwenyewe bado uko mjini. Wewe mwenyewe bado ndio umewekeza mjini. Hujaandaa mazingira ambayo unasema kwamba haya ni mazingira ambayo Bwana wangu amenielekeza niweze kufanya. Sasa ikiwa haujatekeleza tu cha Bwana wako, unawezeje kuwaongoza hawa kutekeleza kile ambacho wewe maana huwezi ukahubiri kitu ambacho wewe mwenyewe huna. Au huwezi ukatoa kitu ambacho wewe mwenyewe haunacho. We give what we have been given. Tulichopewa. Na hata kwenye utoaji tunatoa kile tulichopewa. Huwezi ukatoa kitu ambacho huna.
Huwezi ukatoa mabilioni ya hela huku huna, unatoa ulicho nacho. Kwa hiyo ni kwamba tu wengi hawaoni, kuna na wengi wanafikiri ni hofu. Mbona mnawatisha watu? Jamani, Mungu atusaidie. Watu hao wanaotishika ni wapi? Na kama ingekuwa ni kutisha watu, mbona watu watatishika tu? Si imeandikwa kabisa kuna watu wataomba hadi milima iwaangukie. Kwa watu watatishika tu. Yaani ambaye hata mcha Mungu na kufata ukweli wake atatishika tu huko. Yaani hiyo ishatabiriwa tokea mpaka mwisho. Lakini wale ambao wataelewa ukweli, never, hawataogopa, hawatatishika, watasimama imara. Kwa hiyo wale ambao wataacha kufata maelekezo ya Mungu wataogopa tu na watatishika. Lakini ukweli huu unapohubiriwa, wengi shetani amekuwa akiwadanganya, wanawaambia watu, mnaogopesha watu, mnatishia watu. Kwanza ngoja nikwambie kitu kimoja. Iko hivi, wale ambao wamekwisha kutahadharishwa ndio wanasimama imara. Hichi kitu nikirudie tena. Kwa nini? Unajua, nikianza kuangalia kwa nini Yesu Kristo, hata wale mamajusi waliojua unabii wa kuzaliwa kwa Yesu, huwa nafikiria kwanza, kwa nini waliletwa kwanza Yerusalemu? Alafu wanaletwa Yerusalemu, wanakutana na makuhani ambao hata hawaelewi ukweli, kwanza wameukataa. Alafu wanatolewa Yerusalemu, pale ndipo wanaenda kule Yesu alikozaliwa. Sasa huwa nilipokaa nikafikiri kwamba kwa nini walibidi waletwe kwanza Yerusalemu? Walibidi waletwe kwanza pale kwenye ukweli, wauone ukweli ni huu hapa, walipewa ile wameukataa. Alafu nyinyi mnatakiwa muutekeleze. Iko hivi, hata leo kwa mfano, wengi wanaoongolewa kuijua sabato ya kweli lazima wajulishwe, wapitishwe Yerusalemu kwanza kwa wasabato hawa ambao hawataki wengi kuishi ukweli. Wakishapitishwa hapa wanaambiwa hawa waliambiwa wasifanye huko, wasifanye waishi hivi, lakini wanaokuta wao wanafanya hivyo. Alafu ndio wanaambiwa haya, njia hii hapa. Na ndio maana wengi wanaletwa hapa, wakiletwa ndio wanaonyeshwa hiki hapa inatakiwa mpite. Yaani kwa maana ya kwamba ndio maana leo watu wengi wakiona wasabato wa leo wanaona wasabato walikuwa ni zamani. Zamani kwa namna gani? Wanaonyeshwa ukweli wa zamani kwanza wa sabato. Alafu wanaona leo wasabato wa leo ndio wapika siku za sabato. Wasabato wa leo ndio wana mitindo. Wasabato wa leo ndio wanavaa nguo fupi. Wasabato wengi wa leo ndio wanafanya, yani yale ambayo zamani waliyakataa leo ndio wanayafanya. Wasabato wengi waliosema kwamba kusuka nywele sio vizuri, leo ndio wamekuwa wana mitindo. Kwa hiyo mtu akiongoka anakuja kwanza, hawa walijifunza hivi, akisha hawa kumbe wamebaki hapa, sisi tunapotakiwa kwenda ni pale. Ndio maana lazima wafuate ukweli kwa wachache waliosimama na ukweli dakika za mwisho, ndio watawaelekeza kwenye nuru. Lakini wale waliobaki tu wanasema kwamba sisi ni wasabato, lakini matendo ya kisabato yote yameshazikwa chini, bado hawataweza kuwavuta kwa Kristo. Hawataweza kuwavuta watu kwa Kristo. Watakuwa ni kama makuhani wale ambao hawakuwa na mvuto wote kwa hawa wa mamajusi. Mwisho wa siku wao walibidi wasonge na kile ambacho walitakiwa kukiishi. Kwa hiyo hata leo watu wanapofahamu ukweli hawatabaki kukaa, maana leo wengi wanapoingia ndani wanakuta mambo ni mengi, wanakuta shida ni nyingi, wasabato ndio wamekuwa na changamoto nyingi. Kwa hiyo itabidi waangalie kundi ambalo linaufuata ukweli, watautafuta ule ukweli. Na ndio maana wote ambao ilibidi waokolewe ilibidi waangalie mitume walikuwa wanafanya nini. Kundi lile ambalo Mungu amelitoa kwenye kundi lililoacha ukweli, wakafuata kile ambacho mitume wanakihubiri. Kwa hiyo hata leo Mungu ana watu sehemu mbalimbali ambao ni wameandaliwa kwa ajili ya kutangaza ukweli dakika hizi za mwisho. Kwa hiyo tusifungwe na Ibilisi, maana Ibilisi leo anatufunga. Tusifungwe na Ibilisi. Ndio control mwanga kidogo, mwanga control kidogo. Kwa tusifungwe na Ibilisi kwenye mifumo kama leo ambavyo wengi wanafungwa.
Kwa hiyo wanashindwa hata kufanya uamuzi sahihi ambao Mungu anawataka wafanye. Kwa hiyo wanafuata mila na desturi. Penzi mtazamaji na msikilizaji wangu, maandalizi tunayotakiwa kuyafanya sasa hivi ni kuangalia Mungu anasema nini na sisi tunaishi nini. Unabii unaonekana kutimia kabisa. Na mpendwa, nataka nikwambie dhambi tunazozitenda, hata unapowaza kudanganya, wengi wanafikiri yani umewaza tu kama ni wazo jipya. Hamna. Yani wewe umeangukia unabii fulani. Kwa mfano, ngoja nikwambie, hata shetani hawezi kukwepa kile ambacho Mungu amekisema. Kwa mfano, ngoja nikupe mfano Isaya. Isaya 55. Isaya 55. Unajua hapa huwa nikilitafakari hili fungu ndo naelewa kwamba Biblia kweli iko sahihi kabisa. Isaya 55 mstari wa 11. Unajua nasemaje hili fungu? Linasema hivi. Anasema mstari wa 11, anasema hivi. Tuanzie mstari wa 10. Anasema, maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinywesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza. Anasema na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Umeona hicho kitu? Yaani maana yake ni kwamba neno la Mungu akishasema kwamba, kwa mfano alisema mavazi yaliandikwa kwenye unabii, mavazi yangu watayagawana, si ndio? Watayapigia kula. Swali, alikutokea? Unafikiri hawakuwahi kulisoma? Unafikiri wale watu hawakusoma kwamba imetabiriwa kabisa kwamba mavazi ya Yesu watayapigia kula? Kwa nini waliyapigia kula? Hawakujua. Yaani walitimiza unabii katika hali ya kutokujua. Kwa mfano, kwani hawakuandikiwa kabisa kwamba mwana wa Adamu atasulubiwa, atakufa? Kwa nini bado walimsulubisha? Na kitu kiliandikwa kabisa. Kwa nini waliendelea kufanya vile? Kwani haikuandikwa kabisa miguu yake hawataivunja miguu? Miguu yake yani hawataivunja. Tuweke vizuri hapo. Kwa nini iliandikwa hawatavunja miguu yake? Sasa swali, kwa nini hawakujua kwamba haya yameandikwa? Kwa hiyo mpendwa, sikiliza. Mungu akusaidie. Sasa hivi ni muda wa kutengeneza tabia zetu zifanane na tabia ya Kristo. Tengeneza maisha yako. Angalia Mungu amesema nini na wewe unafanya nini. Tafakari mpendwa haya mambo. Angalia sasa hivi kwamba unaishi nini na Mungu amesema nini. Usikae katika watu wabishi wanaoangalia matukio yanatukia lakini bado wanaendelea tu kufanya utani na mzaa. Tusipoteze muda wapendwa. Hatuna muda wa kuomba, hatuna muda wa kumlilia Mungu, hatuna muda wa kujua nuru nyingi zaidi. Kwa mfano, tumeanza kujifunza masomo ya tabia ya Mungu, hatujui tabia ya Mungu. Shetani ametudanganya, tunamuona Mungu kama katili, tunamuona kama Mungu ambaye ni Mungu atakuja kututesa na kutuhukumu. Tunaona kama yani ni Mungu asiye na upendo. Lakini wengi wamekimbia kuyakataa masomo haya, lakini ni masomo ambayo ndio yatawafanya waweze kusimama. Na wengi sasa, kwa sababu hatutaki kuingiza ukweli mpya, tunafikiri ukweli wote tunao, kumbe hatuna. Mungu akusaidie mpendwa. Sabato ya leo ikawa ni sabato ya tafakari. Tafakari mpendwa, namna ya kujiandaa sasa hivi ni kuhakikisha tabia zetu zinafanana na tabia ya Kristo. Hakikisha chuki, hasira, matukano, masengenyo na kila kitu kibovu ambacho Mungu hakitaki hakipo katika maisha yetu. Chuki, tunachukiana bila sababu. Mungu atusaidie. Hayo yote tuyaweke kando. Huu ndio muda, hatuna muda mwingine rafiki. Mungu aweze kuwabariki. Basi Mungu atusaidie kujua haya ndio maandalizi ya mwisho kabisa. Asanteni wale wote ambao mnafuatilia na wale wote ambao
mmeendelea kusikiliza masomo haya. Mungu aweze kuwabariki, tuweze kujiandaa kabla hatujachelewa. Share masomo haya yawe baraka kwa wengine ili tuweze kuandaliwa kabla hatujachelewa. Basi tupige magoti tuweze kupata ombi. Basi tuombe. Baba yetu mwema, sante kwa kuwa umetulinda na kutuongoza, jina lako litukuzwe. Tunapoendelea na vipindi vingine, kuwa pamoja nasi, tusamee tulipokosea. Mbariki msikilizaji na mtazamaji aliyekuwa pamoja nasi. Tunajikabidhi mikononi mwako tukiomba na kutumaini kuwa utaendelea kuwa pamoja nasi, utatuandaa kwa ajili ya marejeo ya Yesu Kristo mara ya pili. Kuwa pamoja nasi Baba yetu, kwani ndivyo tumeomba kupitia jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tumeomba na kuamini. Amen.